Kiongozi wa ACT Wazalendo Dorothy Semu amesema alishtuka baada ya kuona wanatengwa na makundi baada ya kuzuiwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa jiji la Luanda, Angola. Semu, mwenyekiti wa ACT Wazalendo Othmani Masoud, ambaye pia ni makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu, walizuiwa na mamlaka za Angola kuingia nchini humo juzi Machi 13, 2025. Sio hao pekee, bali hata viongozi wengine mashuhuri wakiwemo marais wastaafu kutoka Botswana na Colombia, waziri mkuu mstaafu wa Lesotho na baadhi ya wakuu wa vyama vya siasa kutoka mataifa mbalimbali barani Afrika walikumbwa na kadhia hiyo. Viongozi hao pamoja na wanaotoka mataifa mbalimbali yakiwemo ya Uganda, Botswana na Kenya walikwenda Angola kushiriki mazungumzo ya Jukwaa la Demokrasia Afrika PAD. Mazungumzo hayo yaliandaliwa na taasisi ya The Brand Trust Foundation. Lengo la jukwaa hilo ni kuwaleta pamoja wanademokrasia wa Afrika ili kutafakari kuhusu demokrasia na kubadilishana uzoefu na mikakati ya kuimarisha demokrasia. Semu alirejea nchini usiku wa kuamkia Ijumaa Machi 14, 2025. Amesema kundi lao liliwasili uwanjani hapo kwa ndege ya shirika la ndege la Ethiopia, lakini walilazimishwa kurejea nyumbani kwa ndege hiyo hiyo. Kwanza tulikuwa tumechoka sana kwa sababu tulisafiri takribani masaa 8 kutoka Dar es Salaam hadi Addis Ababa kisha Rwanda. Kwa uzoefu wa nchi za Afrika ulipoanza mchakato wa kukusanya hati zetu za kusafiria na kuanza kuitwa wachache pembeni kisha kuamriwa kukaa hapa. Baada ya muda ukaona wenzako kwenye msafara wa kuelekea Beguela wanaongozwa katika kundi, nilijua kuna tatizo. Sema akizungumza na Mwananchi Machi 14, amesema jambo jingine alilofanya ni kujua kama kuna tatizo ni viongozi wakiwemo wanasiasa mashuhuri kutopitishwa eneo la VIP, wageni mashuhuri wala kupokewa na watu wa serikali na uhamiaji. Nilivyoona kundi letu limetangulizwa, hisia zikanijia, kuna kitu hakipo sawa. Tukajiuliza kwa nini tupo hivi. Mwanzoni tuliitwa kundi la watu 5 akiwemo waziri mkuu mstaafu wa Lesotho. Sasa tulipoanza kupitishwa kwenye korido za uwanja wa ndege na kila tukijaribu kuwauliza tuambie kitu gani tumekosea, hatukupewa ushirikiano. Niliamua kuwa mtulivu kwa sababu nipo Afrika na kazi inayonifanya ni siasa na demokrasia. Amesema aliamua kuwa mpole baada ya sintofahamu hiyo, akitambua yupo nchi ya watu na kazi anayoifahamu ni kuzungumzia masuala ya wananchi. Nilijua kuna shida. Sikuwa na wasiwasi kwa sababu tumezoea mambo ya maagizo kutoka juu, kwa sababu kila mtu alikuwa anasema ameagizwa. Tulisubiri kuona maagizo yanaendea hadi wapi. Ni kama vile walikuwa wanatusubiri na walishapanga lazima tuondoke. Amesema msafara wa ACT Wazalendo ulikuwa na yeye, Othmani, katibu wa haki za binadamu na makundi maalum Pavu Abdara, na naibu katibu wa mambo ya nje Dr. Nasra Nasoro Omari. Mimi pamoja na Dr. Nasra na Pavu tulipopanda ndege ya Ethiopia tumesharejea Tanzania. Wakati tunakuwa deported tumerejeshwa, tuliwaacha wenzetu Othmani na msafara wake ambao yao yakiendelea, kwa sababu tulilazimishwa kurudi na ndege iliyotupeleka ndani ya saa 2. Tulikuwa tayari tumeshaingia kwenye ndege. Hatukujua kilichokuwa kinaendelea huko nyuma, maana tulikwenda kwanza Addis Ababa kisha Dar es Salaam. Dr. Nasra ambaye ni waziri kivuli wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa wa ACT Wazalendo amesema kabla ya kufika eneo la uhamiaji, baada ya kushuka kwenye ndege walipanga foleni kusubiri taratibu za ukaguzi, lakini katikati ya eneo la dawati la uhamiaji palikuwa na ofisi za Angola. Ofisi hiyo ndio iliyokuwa ikichukua hati zetu za kusafiria. Baada ya kuchukuliwa hati zetu, tuliwakuta wenzetu Othmani pamoja na marais wastaafu kutoka mataifa mbalimbali waliowekwa pembeni. Tulijua wamewekwa pembeni ili kusubiri taratibu za kuchukuliwa, kwa sababu ukiona marais au viongozi wengine wamesimamishwa pembeni. Tulifanya mazungumzo nao ya kawaida kwa muda wa saa 2 kabla kuanza kutenganishwa. Dr. Nasra amesema baadaye waliwekwa kwenye ukumbi bila kueleza chochote kisha wakarejeshwa.